Imagine if I had done any of this. Let me just, I just want to be clear about this. Habari na ujambo mtazamaji wa Master TZ Online TV. Katika hii habari inahusu ukimya wa Barack Obama kuhusiana na mambo yanayoendelea huko nchini Marekani. Barack Obama anasisitiza haja ya kurejea kwenye misingi ya kidemokrasia wakati wa hotuba yake katika chuo cha Hamilton. Anatafakari juu ya makubaliano ambayo yalikuwepo hapo awali kati ya vyama vya kisiasa kuhusu demokrasia ya Marekani. Obama pia anazungumzia umuhimu wa maadili ya pamoja yanayozidi itikadi za kisiasa, akisisitiza umuhimu wa itikadi ya kawaida kwa demokrasia ya Marekani. Hii ni muhimu sana kwa umoja wa kitaifa. Zaidi anazungumzia utawala wa sheria na mgawanyo wa madaraka kama vipengele muhimu vya demokrasia, kuhakikisha kwamba watu wote wanatendewa kwa heshima na thamani chini ya sheria. Lakini Obama anakiri ufisadi wa kisiasa na matumizi mabaya ya madaraka yaliyopita, huku akisisitiza kwamba maadili ya demokrasia yanaendelea kuwa muhimu kwa jamii yenye haki na usawa. Kupungua kwa dhamira ya msingi ya kidemokrasia kumepelekea hisia za umbali na kufadhaika na serikali. Hii imesababisha kuongezeka kwa ukabila katika siasa na ukosefu wa mwitikio. Ukuaji wa serikali umechangia hisia za kutojali miongoni mwa raia na kufanya uhusiano wao na michakato na kanuni za kidemokrasia kuwa ngumu. Lakini mabadiliko katika mienendo ya kisiasa tangu miaka ya 1960 yamefanya iwe vigumu kushiriki katika kutokubaliana kwa kujenga na kusababisha mazingira ya kisiasa ya kikabila zaidi. Kupungua kwa uadilifu wa vyombo vya habari kumedhoofisha uwezo wa umma wa kusalia na habari, ambayo ni muhimu kwa demokrasia inayofanya kazi, na kusababisha kukatika zaidi na utawala. Kupungua kwa maadili ya kidemokrasia kunatia wasiwasi, hasa wakati serikali inatishia uhuru wa kujieleza na upinzani. Hatua kama hizo zinadhoofisha misingi ambayo inafafanua jamii ya Marekani. Lakini vitisho kwa vyuo vikuu na makampuni ya sheria vinaashiria mwelekeo unaosumbua dhidi ya uhuru wa kujieleza na upinzani. Tabia hii inapingana na misingi ya kimsingi ya demokrasia inayoshikiliwa nchini Marekani. Mzungumzaji anatafakari jinsi tawala zilizopita zingekumbana na majibu makali kwa hatua kama hizo. Ukimya unaozingira vitisho vya sasa unazua maswali kuhusu maadili ya jamii. Kudumisha jamii inayozingatia sheria ni muhimu kwa demokrasia, kuzuia unyanyasaji kulingana na imani za kisiasa. Hii inatofautiana sana na tawala za uonevu ambapo upinzani unaadhibiwa. Ni wajibu wa kila raia kushiriki kikamilifu katika demokrasia na kutetea imani zao. Kujitosheleza na faraja kumeharibu kujitolea kwetu kwa maadili ya kidemokrasia na kuhitaji hatua za kujitolea tena. Raia wa kawaida wana jukumu muhimu katika demokrasia kwa kusimama dhidi ya udhalimu na kudai uwajibikaji kutoka kwa wale walio madarakani. Ushiriki huu hai ni muhimu kwa kudumisha maadili ya kidemokrasia. Mzungumzaji anaingizia hatari ya kujitosheleza, akibainisha kuwa na raha kunaweza kusababisha kupuuzwa kwa mapambano ya haki ya kijamii na maadili ya maendeleo. Hatua zinahitajika ili kuunga mkono maadili haya. Lakini kuwapa changamoto wale walio madarakani mara nyingi huja kwa gharama, na watu binafsi na taasisi lazima wawe tayari kujitolea kwa kanuni kama vile uhuru wa kitaaluma na haki ya kijamii.
Lazima tuchunguze kujitolea kwetu kwa kanuni kama vile usawa na uhuru wa kujieleza, hasa wakati inapinga imani zetu. Inatuhitaji kusimama imara katika hali ngumu, si tu wakati ni rahisi. Umuhimu wa kupigania haki ya kijamii na usawa unahitaji tafakari ya kibinafsi na ujasiri wa kuunga mkono maadili haya, hasa katika hali ngumu. Vyuo vikuu vinapaswa kukuza mazungumzo ya wazi, kuruhusu wasemaji wenye utata kuwasilisha mawazo yao ili tuweze kupinga na kujadili maoni hayo ya ufanisi. Kupitia mazungumzo yasiyo ya kufurahisha na maoni tofauti ni muhimu kwa ukuaji wa kibinafsi, hasa katika mazingira ya kitaaluma yanayojiandaa kwa changamoto za ulimwengu halisi.